wakati wanaingia katibu mkuu wa wizara Gerson Msigwa alizungumza kwamba tunaamini kikao kitakuwa na amani na tutaenda kuzungumza vitu vizuri kwa ajili ya kuhakikisha tunakidhi mahitaji ya Watanzania kwenye kile kilichotokea. Kwa hiyo Mangungu alivyozungumza it's okay kwa upande wake, labda ni tekniki yake tu ya kuzungumza na media, lakini akisema hakikuwa kinahusu dabi sio sawa. Sio kweli. Anadanganya umma. Kuna kitu ambacho hapo Mangungu alikizungumza. Alipokizungumza alisema kwamba mchezo utachezwa. Ina maana wakati anaendelea kuulizwa aligusia pia kwa namna moja ama nyingine swala la dabi kwamba mchezo utafanyaje? Utachezwa. Kitu ambacho kidogo pia kinaleta mshtuko. Wewe umetoka kwenye kikao unazungumza kwamba sisi hatujazungumzia dabi kabisa, then unakuja na tayari kama vile una maamuzi kwamba mchezo utafanyaje? Utachezwa, kwamba ukifuata kanuni ambavyo zinazungumza sijui kanuni yani kwa namna ambavyo alikuwa anakupa ile picha anavyozungumza kwamba kanuni sijui ni moja, inakuonesha kabisa kwamba kuna namna ambavyo kilizungumzwa kitu kinachohusiana na kikao tena kwenye kanuni. Ndio maana yeye point yake inakazia pale kwamba ukitazama kanuni haiwezi ukasimamia tu na kanuni moja. Alitoa kauli hapa akasema huwezi ukasimama na kauli moja wakati kuna kanuni zaidi ya 54 mambo ya tembo. Mambo ya tembo yakaja hapo. Akikupa hiyo picha unaona kabisa kwamba kuna eneo ambalo wenyewe wamelishikilia kama Simba. Yaani kuna kodi pale ameitoa aidha bila kufahamu kwamba kuna eneo ambalo wamelishikilia. Aidha wenyewe wana vifungu 2 mpaka 3 mpaka 4 vinavyowagadi kwenye kile ambacho wanakizungumza, lakini ukija kwa upande wa pili labda wenyewe wana kanuni hiyo moja kulingana na point yake ya msingi. Anapojumlishia anasema huwezi kuzuia bodi ya ligi kuahirisha mechi, kanuni na waruhusu kuahirisha muda wote. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ilikuwa ni tekniki tu zake za kuzungumza na media, lakini anajua kinachoendelea na ni basi tu ameamua tu kutuyeisha.